Mnajua kitu gani? For the last few days nimekuwa very depressed. Niko so down kwa sababu ya issue Polepole. Because sitaki hata kuimagine mateso nayopitia sasa hivi. Inakuwa vipi mwana Swahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Nite Fazul na bado tunajaribu kudadavua mengi na angalau tupate kujua hali halisi ya Balozi Humphrey Polepole ambaye alitekwa katika maeneo ya Ununio, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni issue ambayo imewacha wengi vinywa wazi, kikumbuko ya kuwa Humphrey Polepole aliwahi kuwa mbunge nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakati fulani pia alikuwa balozi wa nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Cuba. Sasa Humphrey Polepole ni jamaa ambaye amekuwa akiwarushia madongo wana CCM na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, akijaribu kuweka wazi maovu ambayo yanafanyika ndani ya chama cha CCM na vilevile serikali. Sasa Humphrey Polepole alitekwa ndio na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi linajaribu kujiweka katika nafasi ya kukana ya kuwa hawakuhusika katika utekaji. Lakini nduguye Humphrey Polepole ambaye anajulikana kama Agustino Polepole aliweka wazi akasema kuwa wale ambao walimteka Humphrey Polepole ni maafisa wa jeshi la polisi kiongozwa na jamaa ambaye anajulikana kama Mafuele. Ikumbukwe ya kuwa Mafuele ametajwa zaidi katika hizi issue za utekaji nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Humphrey Polepole katika ile hali ya kutekwa, kuna zile video ambazo zilikuwa zinatembea kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha makazi ya Humphrey Polepole, jinsi alivyotolewa katika sehemu husika Ununio jijini Dar es Salaam, na vile mchirizo wa damu sakafuni. Inaonyesha kuwa kuna uwezekano Humphrey Polepole alipigwa na wale ambao walienda kumteka katika sehemu zake. Sasa Mange Kimambi ameweka posti fulani kwenye mitandao ya kijamii, na ni video ambayo imewafanya wengi kuwa na ghadhabu na vile hasira zaidi kutokana na kutekwa kwa Humphrey Polepole. Mnajua kitu gani? For the last few days nimekuwa very depressed. Niko so down kwa sababu ya issue Polepole. Because sitaki hata kuimagine mateso nayopitia sasa hivi huko aliko. Sitaki hata kuimagine mateso nayopitia. Alafu to think Polepole yuko kwenye mateso, anateswa. Samia anaendelea kupanda kwenye majukwaa. Samia anaendelea kuignore. Yaani nchi sasa hivi ina taharuki. Samia anaendelea na kampeni. Yaani kama haoni. Like I said, I've been kwenye depression, but today I'm feeling so much better. You know why I'm feeling so much better? Because tunashinda. Trust me on this one. Tunashinda. Sitaki kuongea too much, ila Samia anatoka, wafisaji wake wote wanatoka. Tunashinda. Cha muhimu tusimame hapa tuliposimama. Hapa. Na naomba tujirudie tena kwamba aturudi nyuma bila katiba mpya. Sasa kwenye video hii Mange Kimambi anaongelelea ile issue ya Humphrey Polepole kutekwa, na vile yeye kujihisi ya kuwa Humphrey Polepole wakati huu anafanyiwa maovu, yani ile hali ya kuteswa. Kwa maana kulikuwa na video moja ambapo Mange Kimambi alikuwa anasema kuwa Humphrey Polepole yuko katika sehemu fulani ambapo ni Kigamboni underground na anateswa na bado yuko hai. Sasa video hii imepelekea wengi kuonyesha ghadhabu zao kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya hii video ya Mange Kimambi kuwa posted kwenye mitandao ya Instagram, Mange Kimambi akaandika hivi:
The last few days nimekuwa kwenye bonge la depression, yani msongo wa mawazo, sababu ya Polepole cause you can't even imagine anapitia mateso magumu kiasi gani. Kuna news nimeletewa sasa hivi, najikaza nisiongee maana nitakuwa nimewasaidia Samia na genge lake la wanamitandao. So naomba niishe kwa kusema kuwa Mungu yuko upande wetu na anaenda kutushindia hii mechi mchana mweupe. Sasa kwenye video hii Mange Kimambi anasema kuwa kuna uwezekano Mama Samia Suluhu na genge lake wamesha salimu amri. Kwa hiyo inamaanisha kuwa tarehe 29 watakuwa wameng'atuka uongozini. Sasa kwenye hii caption pia anasema kuwa kuna uwezekano Humphrey Polepole anateswa na watekaji wake katika maeneo ya Kigamboni. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii video ambayo imewekwa na mwanadada Mange Kimambi kwenye mitandao ya kijamii. Akiweka wazi anasema kuwa yuko katika msongo wa mawazo, yani hawezi imagine jinsi Humphrey Polepole anavyoteswa katika maeneo ya Kigamboni underground, yani chini ya ardhi. Sasa huyu anajulikana kama Deep_C120 anasema siku zinakuja shetani na mama mkwe wake watalia sana. Sasa hivi acha wajifanye hawaoni, ila mkono wa Bwana ni mkono wenye nguvu na uweza. Mwingine anajulikana kama Kelvin_Cha anasema Mange, alafu akaweka emoji za makopa kadhaa. Duli_meme001 ameweka mikono ya mtu ambaye amenyosha mikono juu na emoji ya fire. Carpet_quality_home_deco ameweka mikono ya mtu ambaye amesalimu amri na analia. Alafu Lilims.joy anasema amen. Alafu The Real G anasema better days are coming, alafu akapiga makofi pale. The Real Hansi anasema aliye kojoa aga hili bao. Alafu Gen Z_255 anasema Madam Mange asante kwa kutututia moyo, neno ni moja tu, tutashinda. Alafu It's Vani_ anasema tumeshashinda in the name of Jesus. It's_Zizo144 anasema tule mama na serikali yake wanatuzarao sana wa Tanzania. Alafu akaweka mkono wa mtu ambaye amenyosha mikono juu. Chichi G anasema da, alafu akanyosha mikono juu. Luchi Yelson anasema I say wengine hata usingizi umekuwa wa shida sana. Alafu Mshua_outfit_so anasema kiukweli Polepole ni mtu wa watu, kila moja ishu yake imemgusa, ila hayo magaidi sas. Alafu mwingine anajulikana kama MS_Giana anasema siwezi kula, appetite imekataa toka wamteke Polepole, hata kusali na shindwa, najikuta nalia tu jamani, peace wenzangu na nyie mko na hali kama yangu. Alafu mwingine anajulikana kama Balcony_boy7 anasema Raisi Tundu Lissu, Makamu Heche, mkuu wa jeshi Captain Tesha na waziri mkuu Polepole. Huyu mwingine anajulikana kama Neo.tz.o anasema Samia anatoka, Samia anatoka. Inks_iPhone_stores anasema serikali ya moto, alafu akaweka emoji ya fire. Stopper Jatenga anasema no reforms no election. Alafu mwingine anajulikana kama Isnina_Nur, help me understand Tanzania, how many presidential candidates do you guys have? Is Tundu Lissu there on that 29th mass demonstration? Are you out voting for the opposition ama ni demonstration pekee? Huyo na anajaribu kuhoji. Milka979415 anasema iko wazi tumeshinda. Alafu huyu anajulikana kama Jenny.Connie.9 anasema inauma kaka yetu hajui uko aliko yukoje. Alafu J Majengo anasema dada nasikia mzee wa Msongo amekufa, je ni kweli au fununu tu? Alafu Joyce Joseph.Temba anasema kama information unapewa direct and not indirect na polisi, kwa nini usiwataje hawa askari ili asaidiwe ndugu yetu, au unazua taharuki? Alafu mwingine anajulikana kama Kati59565 anasema jikaze mama, usigawe kodi hiyo. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi
Mange Kimambi anasema kuwa amekuwa na depression, yani msongo wa mawazo, akijaribu kuwaza ama kufikiria jinsi Balozi Humphrey Polepole anavyoteswa na watu ambao walimteka katika maeneo ya Ununio jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo najaribu kufuatilia 1 2 3 niangalau nipate kujua hali halisi issue ya Humphrey Polepole na kuaje kama ameachiliwa, na kama watekaji ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi wametambulika ama wamegunduliwa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Hii ni Swahili TV. So tokea hii situation ya Polepole itokee, watu wengi wananitumia message, wanataka niitishe maandamano sasa hivi instead of kusubiri mpaka tarehe 29, because sitaki hata kuimagine mateso anayopitia sasa hivi huko aliko. Sitaki hata kuimagine mateso anayopitia. Alafu to think Polepole yuko kwenye mateso, anateswa. Samia anaendelea kupanda kwenye majukwaa. Samia anaendelea kuignore. Yani nchi sasa hivi ina taharuki. Samia anaendelea na kampeni. Yani kama haoni. Nazungumza mambo ya msingi ambayo nchi hii, uongozi wake chini Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu. Nikamkumbusha mwaka 2021 nilipofanya shule ya uongozi, tulikuwa na uchaguzi. Akasema mwaka ule ulikuwa humsemi rais. Nikasema nimetumia miaka 4 kujiridhisha shida ni uongozi kutoka juu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema lakini unajua kwamba urais ni taasisi, ukimsema rais unasema vyombo vyote. Nikasema ni kweli, kwani rais akiwa na makosa tafsiri yake ni nini? Ninyi wote hamumsaidii. Akasema lakini unajua hakuna mtu ambaye kubishana serikali akafanikiwa. Nikasema usiwe na wasiwasi. Akaniambia au ndio umejitoa muhanga kama Daudi. Nikamwambia mfano wa Daudi mzuri. Na mimi nikamhakikishia serikali hii na vyombo vyote vya ulinzi na usalama havikujua mimi nitazaliwa Tanzania.